Basi ikiwa ni wakati mwingine tena. Kaka, habari? Safi, kwema. Kwema kabisa, unaendeleaje? Mwenyezi Mungu anasaidia. Amina sana. Basi leo ikiwa ni siku nyingine tena, nimeamua nifike hapa kwa sababu nimekuwa nikifuatilia katika vyombo vya habari au katika mitandao ya kijamii. Nikasema basi leo ngoja nifike mahali hapa niweze kuzungumza nawe. Kaka, kwa majina unaitwa nani labda? Mimi nafahamika kwa jina la Genius ikiwa kama nickname, lakini majina yangu kamili naitwa Bwana Jacob Christian Kashegena. Ndio. Umesema unaitwa Genius? Yes. Mbogo Genius sio jina kamili la kuzaliwa la kupewa na wazazi, sio? Of course. Kwa nini ukaamua kutumia majina yako yale lakini umeamua kutumia neno Genius? Kwenye maisha ya sasa kuna mambo mengi sana kwenye maisha. Ukiachana au mambo ambayo hayaaminiki, lakini pia kwenye haya majina ambayo tunapewa na wazazi, tuseme kwenye kazi hayakai vizuri, hayawezi kufiti vile inavyopaswa. Kwa hiyo sio mimi nimeamua kujiita pia, kwa sababu ni the ages ambavyo nimeishi na watu wanaonizunguka ndio wakakaa mmoja wakaanza wakajua kwamba huyu anapaswa kuitwa Genius kutokana na jinsi anavyoishi. Yes. Ndio kaka. Naona ni kwa sababu nimekufuatilia sana na imekuwa ni muda mrefu sana nimekuwa nikikufuatilia kwa kazi unazozifanya. Hakika unafanya kazi njema. Basi wewe kazi yako unafanya kazi gani sana yani? Shukrani. Kama unanifuatilizia uko online, mimi kazi yangu ni hiyo, kunyoa. Nimebase sana kwenye kunyoa. Japo na vipaji vingine vidogo vidogo, lakini hivyo tuviweke pembeni. Kwa sasa nimeamua kuwekeza katika kunyoa na nafanya kazi yangu nikiwa hapa mjini Morogoro. Sawa. Ni watu gani wamefanya mpaka ukafika hapo katika hiyo fani ya kunyoa? Je, unadhani wewe mwenyewe ndio umefika hapo au ni namna gani umefika yani mpaka kuwa mtu wa namna hiyo? Shukrani ziende kwa supporters wote, ikiwemo mabraza ambao nimeishi nao, wamenilea from day one. Kwenye kazi hizi hapa ni kweli unaweza ukawa na kipaji, lakini lazima upitie sehemu ili uweze kuongeza kitu baada ya kitu. Kwa hiyo hata hapa tupo nilipofikia bado nahitaji vitu vingi sana kuviongeza katika kazi yangu ili niweze kuwa bora au niweze kufika pale ambapo malengo yangu. Kuna mabraza ambao nimeishi nao, nikisema nianze kuwataja hapa watakuwa ni wengi sana. Pia marafiki zangu wamekuwa kunisupport hivyo yani. Bwana Genius, umesema masupporter wamekuwa wengi, lakini ni mtu gani ambaye unaona amechangia kwa kiasi kikubwa sana mpaka kufika mahali hapo? Kiukweli nisiwe mchoyo wa fadhila. Kuna brother wangu mmoja ambaye tuseme nilikuwa nimetoka kwenye saluni ya kwanza, ya pili, ya tatu, ambaye anaitwa Bwana Adamu. Adamu brother nimeishi naye muda mrefu sana, nimejifunza mengi kupitia kwake, kuanzia kwenye mambo ya kunyoa mpaka maisha ya kawaida. Yaani kiufupi kwenye kila part ameplay part yake vizuri. Yaani amenikomaza, sio tu kunyoa, sio maisha ya kawaida, sio mapenzi. Huwa nimejifunza vitu vingi sana kwake, na pia nimejifunza utofauti kati ya neno binadamu na mtu wa kawaida tu, kwamba yule alikuwa ni binadamu. Sawa. Yes. Jambo jema kumbe. Shukrani na pongezi zimfikie huko aliko. Mungu asaidie. Amina. Basi unadhani kwa wewe tangu umeingia katika hiyo fani ya kunyoa, umewasaidia watu wangapi au umewasaidia watu gani? Na ni changamoto zipi umezipitia katika fani yako? Kwa tukianza na changamoto, kwa upande wangu changamoto mimi nachukulia ni kawaida, kwamba ni jambo ambalo lipo kwa kila mwanadamu. Kwa changamoto ndogo ndogo haziwezi zikakosa na kubwa, lakini tunajua jinsi ya kuziepuka na kuendelea na maisha mengine. Lakini kwenye upande wa kuwasaidia watu, yes, sina msaada mkubwa sana, lakini kwa hichi nilichokuwa nacho nimejaribu kuwapasia na wengine. Kwa majina siwezi nikawataja kwa sababu wao nao ipo siku watafikia hivi, watakuja mbele ya kamera
watazungumza na mimi, watanitaja kama nilivyomtaja blaza wangu mimi. Yes, sijui unanielewa kwamba wapo wadogo zangu wanaofanya kazi hii na wengine nimekuwa nikiwashauri, sio kwamba mimi napatia sana, lakini kile ambacho ninacho kichwani mwangu, yes, tunajaribu kugawana. Jambo la heri. Kumbe ni vizuri sana. Basi Bwana Genius, Yes. Jina ambalo ni official kabisa. Ningependa nijue pia wewe umetokea katika familia gani au familia ya namna gani? Kwa upande wangu mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi sijazaliwa katika familia ya kitajiri wala maskini sana. Lakini familia yangu mimi ni ya kawaida. Si ya kawaida, na mimi ni mtoto wa kwanza wa kiume kwa familia yetu na ni baba wa mtoto mmoja wa kiume pia. Hivyo shukrani. Hivyo hata kwa wale wanaonitazama kwa jicho baya au jicho la tamaa, wanapaswa wajue kwamba nategemewa. Wewe kwa mtu unategemewa mpaka sasa? Yes, nategemewa. Hongera sana. Shukrani. Wewe umekuwa ni baba wa familia mpaka sasa? Baba wa familia, pia ni kiongozi wa familia kwa sababu ni mtoto wa kiume wa kwanza, na katika familia zetu majumbani huwa mtoto wa kiume huwa ndo anapaswa asimamie vitu vingi sana. Of course unapokuwa, nimekuwa nikifuatilia pia mtoto wa kwanza katika familia amekuwa akipewa majukumu pia, anatazamwa pia na familia. Kwa hiyo wewe kama wewe hapo familia unaichukuaje yani? Kwa upande wangu napambana kila siku ili niweze kujigawa kote sehemu mbili, kama baba pia kama kiongozi wa familia, kwa familia ambayo imenilea na imenifikisha hapa, kwa sababu nina ndugu zangu na wadogo zangu. Huenda wasihitaji msaada wangu, lakini hilo ni jukumu langu. Yes. Basi Bwana Genius, kinyozi ambaye nimeona unafanya kazi kwa ubora zaidi, ungependa kuniambia labda familia inakupa sapoti kwa kiasi gani, na katika maisha yako umekuwa ukipenda nini na nini upendi? Kwa kifupi tu niweze kulielezea hili kwamba nashukuru familia yangu ina appreciate kile ninachokifanya na wamelikubali kwa sasa, kwa sababu huwa familia nyingi sana ikiwemo familia yangu wanapenda mtoto asome aweze kufikia malengo yake, lakini kwa sasa naona wazazi au familia na baadhi ya ndugu wamelikubali hili ninalolifanya, lakini kusupporti bado sijahitaji sana support na nipo mwenyewe, lakini wana appreciate kile ninachokifanya. Na kwenye kusema kupenda au kutokupenda, na nashukuru Mungu, ndugu zangu, marafiki zangu, wale ambao watu nimeishi nao shule mpaka mtaani, ndio watu wa kwanza ambao wananisapoti kwenye hii kazi. Wanaponisupport sio kwa maneno tu, bali mimi ndo wateja wangu wa kwanza, na huwa ndo nawashirikisha kwa kila jambo. Na pia wao wamekuwa mwongozo mkubwa. Baadhi ya watu wanakuelekeza pale unapokosea, wanakukosoa na wanakurekebisha, hata kama wengine wataongea vibaya pembeni, lakini ndani ya mioyo yao sasa wanajua ni kitu gani nakifanya na kwa ubora gani. Na kwenye kutokupenda, niongelee kwanza kwenye swala la elimu. Umesema pia katika elimu umekuwa ukipewa support. Ungeweza kuongelea labda elimu kidogo katika elimu yako, na labda ungekuwa unawashauri vipi vijana ambao bado wanaendelea na elimu mpaka sasa? Kwenye hilo la elimu naomba niweke hivi kwamba hao ambao wanaendelea kusoma, ikiwemo hata wadogo zangu, sio tu watu wengine, waendelee kusoma, kwa sababu kusoma ndio njia ambayo ipo kipaumbele sana kwenye maisha na kufanikiwa. Sijui unanielewa? Yes, kwenye kusoma kuna mengi, lakini mwisho wa siku unakuja kupata matunda yaliyokuwa mema. Sijui unanielewa? Kwa sababu sisi tumeishia hapa sio kwa sababu hatuna akili au namna gani vipi, lakini ni vile kipaji kimeleta mwongozo sana yani kwenye akili, kiasi kwamba unapopo unaweka nje ya mambo ya kusoma, na kuna zile imani tofauti ambazo zinakuja kama binadamu.
Kwa hiyo uliamua kupata kipaji. Of course kipaji ni kitu ambacho ni cha kukiangalia sana, hata kwa ndugu zangu ambao mnanisikiliza, labda kipaji ni kitu cha kuzingatia sana mbali na elimu. Basi ulikuwa unataka kuongelea kwamba ni vitu gani upendi? Ni kwa maisha tu ya kawaida na sio sana, lakini unajua sisi hapa watu vinyozi hivi, watu ambao tunafanya kazi hizi, especially ukiwa mtaani sasa. Labda kuna kile kitendo ambacho unakopa, labda umesimama na mtoto wa mtu, either mwanamke, msichana tuseme. Wazazi huwa hawapendi hicho kitu. Kwa hiyo huaga mimi kwangu mimi na disappoint sana. Inakuja ile swala ile, kuna nyimbo moja hii ya Mbosso. Anasema ndoto za udaktari kuisha, habari zikapotea. Kwa hiyo mimi mzazi akiniona mimi nimesimama hapa na mtoto wake au tunazungumza, ataona kabisa hapa hakuna mada inayoendelea, huyu ni kinyozi, atakuwa anaongea nini na huyu. Yes, kwa hiyo hicho huaga sikipendai, kwa sababu sisi tunayo maarifa ambayo tunaweza tukawapa wale hata kama sisi hatupo huko. Sahihi kabisa. Kumbe unaangalia mbali sana. Yes. Of course wazazi wengi hawapendi kuona mwanaume, mtoto wa kiume anasimama na watoto wake wa kike, sio? Yes. Kwa sababu tunajua kwa dunia sasa watoto wengi wamekuwa wakiharibika, wengine wakipatwa na ujauzito, wengine wanatelekezwa kabisa. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana kwa hicho kitu ambacho ukipendi, kwa maana kinaweza na impact nzuri katika jamii kabisa. Basi kwa kumalizia, labda wewe unataka kuongea vipi kuhusu swala la mapenzi? Vijana wengi wamekuwa wakikurupukia swala la mapenzi. Siku anapotea. Mapenzi sio kwa kurupukia bwana. Mapenzi kwa ambao bado hawajapatwa na chochote, naomba waendelee kuyasikia hivyo hivyo. Yes. Waendelee kuyasikia. Kwa sisi wa Kongo tuone kwa sisi wa Kongo tunaelewa nini maana mapenzi, na sio jambo zuri kuliweka sana kichwani. Bali kama utampata mtu anayekupenda, utapenda. Usipopata utajaribu kuangalia njia nyingine, ila usiliwekeze sana akilini. Wengine wanakuwa wana akili kabisa inahama, ndio kufanya mambo mengine. Sasa hiyo haipo. Kwa mfano kama mimi hapa nilipo, hapa stage niliyofikia, yes. Kiukweli kuwa na mpenzi naweza nikawa naye, lakini kujitoa sana kwake itakuwa ngumu. Mimi ndo nahitaji uaminifu kutoka kwake yeye sasa. Sahihi kabisa. Basi msikilizaji, nipo na kijana wangu hapa anaitwa Genius, kijana ambaye amekuwa akifanya kazi kwa bora zaidi. Nikaona si vyema nijaribu kumtembelea katika ofisi yake hapa, kwa maana anafanya kazi vyema. Nimekuwa nikimfuatilia katika mitandao ya kijamii, ikiwa ni TikTok, ambaye anatumia katika jina la Genius Cutting. Genius Cutting. Kwa hiyo unaweza kujaribu kutembelea katika mitandao ya kijamii, ikiwa ni TikTok, Facebook, utamwona kijana anayefanya kazi vizuri. Asanteni kwa kunisikiliza, naomba kuwasilisha. Shukrani. Hongera sana kijana. Shukrani. Asante sana.